Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo. Ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya, na nakukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari, uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msemaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozil. Merci Mbele Chipa mali yuko kunako dawati la mitambo. Nitakuwa na mwenzangu Sudi Volante kwa ukurasa wa habari muhimu. Nasema asante na tukutane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kama gisi nilivyokujuza ni kwamba uchambuzi wa habari unagubikwa na habari muhimu, na sasa nampisha mwenzangu Sudi Volante. Asante sana mwenzangu Mari Makelele Ozile kwa fursa hiyo ya habari muhimu. Msikilizaji, tuanze habari muhimu na huko katika kijiji cha Misisi, sekta ya Nganja, tarafani Fizi, ambako hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha kutokana na milio ya risasi iliyosikika kati ya makundi ya wazalendo siku ya 3 ya wiki tunayo katika sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia eneo hilo yalaani vikali kitendo hicho. Pia tutakuwa na habari za huko Uvira isemazo kuwa shughuli za kuanza kuorozesha vizuizi bandia vilivyowekwa na wazalendo katika kona mbalimbali ya tarafa ya Uvira vimeanzishwa wiki tunayo. Andre Bya Dunia Mashaka amepongeza hatua hiyo ambayo itafanya raia wapumue zidi ya tozo za kupindukia tarafani humo. Lakini katika habari za kitaifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepongeza kwa uteuzi wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaounda kamisheni ya kuchunguza haki za kibinadamu katika mkoa wa Kivu ya Kusini na ile ya Kaskazini, huku ikiahidi kushirikiana na kamisheni hiyo. Mengi zaidi utaweza kusikiliza ripoti yake mwenzangu Safari Almasiri Metinuare, na weka nukta kuna kwa habari muhimu mwenzangu Mari Makelele Ozil. Asante sana Sudi Valentine kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba ni vema makabila yaishio mjini Baraka kutokujali mzozo na ushuhudiwa kati ya vikundi vya wazalendo ndani ya maeneo tofauti ya tarafa la Fizi. Ndivyo amesema hayo leader wa kijamii eneo hili la Fizi Baraka, Masase Bunguke, Jumatano hii ya tarehe 29 Oktoba 2025. Mengi zaidi kuhusu habari hii na mpisha mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Ujumbe huo wa amani ameutoa kutokana na mzozo uliopo kati ya vikundi vya wazalendo, na ambako kwa sasa kuna kuwa baadhi ya raia wa mji wa Baraka ambao wameanza kutoa jumbe za chuki. Bunguke Masas Lebon anaeleza fuatayo. Ile mizozano ni ya kijeshi. Naweza nikaomba raia isichukulie serious kwa kuingia mambo ya wajeshi. Kwa sababu gani? Wale wajeshi wanakorogana, ni wajeshi wa kutetea nchi, wanatutetea sisi raia. Wanakorogana, wataelewana. Ikichukulia ya kwamba raia inaingia mwa ile mambo ya kijeshi, na unajikuta kusen PSC kuko Wafuliru na kabila zingine Wabembe, kufa bebe kuko Wafuliru, Wabembe na kabila zingine. Sasa ile naweza kaleta vita ya sisi raia kwa raia, na ile haitakiwi. Sisi wote ni kitu kimoja, hakuna tofauti ya Mubembe, Mufuliru, Munyindu, Mubwari, Mujoba, Mubuyu na kabila zingine ambazo tunaishi mu sektere ya Nganja, sektere ya Tanganyika, sektere ya Lulenge na sektere ya Mtambala mu territoire yetu ya Fizi. Basi kwa ile tunaomba muvile yetu ya Baraka watu wasijemplike sana kufanya polimike inaweza leta division ya kabila tofauti zenye zinaishi hapa. Naomba tukamatane mikono, tuwe kwa pamoja, tuombe watoto wetu wazalendo, Mungu azidi kuwaweka pamoja, waongelee sehemu moja, kusiwe mizozano yenye naweza katuletea division, kwa sababu sisi sote ni kitu kimoja, na umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Upande mwingine, Bunguke Masas Lebon amesema kuwa madhara yanaweza kuwa mengi endapo mzozo wa wazalendo kuhamishwa kwa upande wa raia. Naamini naweza kuwa ni madhara makubwa, kwa sababu tukisema kabila zote zenye zinachangana, watoto wetu wazalendo walikorogana, labda course au pouvoir na vingine, tukichukulia serious sisi raia ambao tuko mu vile ya Baraka, tuseme ya kwamba wandugu zetu walipigana kule na sisi tuongelee ile hapa kama vile polemic, inaweza kaleta madhara makubwa, inaweza kasababisha biashara mingi kufungwa, inaweza sababisha watu wengi kumizana hadi wengine kuuana. Na ile tunaikemea kwa jina la Yesu isifike, kwa sababu inaweza tukogotea mengi. Hatuko tofauti,
wa Bembe, wa Nyindu, wa Fuliru, wa Joba, wa Vira, tuko sisi wote wamoja, wa Mushi na kabila zingine. Na Mungu azidi kuingia kati ya hii pepo, ipite bila kusumbua, bila kuleta confusion, na tubaki kwa pamoja ili nguvu ziwe nyingi. Sisi tunajua hatuna adui tofauti na M23 na wale wote walio wa M23. Sisi kwa sisi haina maana kusema tukorogane, tupigane, tuingiliane, ile tunaipiga marufuku. Mwishowe Bunguke Masas Lebon amekemea kwa juu raia ambao wanakuwa kwenye mstari wa mbele ili kuchochea mzozo kati ya vikundi vya wazalendo. Tunatoa shauri kwa ndugu wote wa Kongomani ambao tunaishi mu territoire ya Fizi, ile ya kuchochea vita. Unasikia grupe fulani na grupe fulani walikorogana, wewe ni raia unakuwa wa kwanza marezo sosio kutuma maojo za kuchonganisha wajeshi. Watu waangalie namna gani ya kutuliza roho za hasira, watu waangalie namna gani ya kukaribisha amani, upendo, na watu wote wajiunge kwa pamoja bila utengano. Na kama vile ujumbe wangu, naomba wakubwa wote wa wazalendo wakutanane, waikale pamoja, waongelee neno moja, waelewane. Kusiwe tena mizunguko, mulioelewana hivi kisha wengine tena kule wanazunguruka wanaenda wanafanya kontrere na yenyewe mulielewana, kama vile viongozi mnavyoongoza chama zote za wazalendo kwa pamoja. Naamini adui hatapata nafasi ya kupenya na kuja kutusumbua mwinchi yetu ya Kongo. Naamini ya kwamba mkubwa ni mkubwa. Viongozi wetu wanatakiwa waikale chini, watoe discipline, watoe morale kwa watu ambao wako mu matere, kwa sababu utatuma mtu mutere wewe hauko pale. Kipindi unatoa ordre ya nakatala, watalaumu ni wewe mkubwa, hawatamlaumu yeye mwenyewe kwa pale mwenye alifanya contraire na ordre yenye litoka. Basi kwa ile naomba uchunguzi iwe pale, heshima ya jeshi, anasikiliza mkubwa alisema hivi na ndio yenye atafanya. Na ionekane ya kwamba sisi raia tunajisikia kuwa na kilo, tunajisikia kuwa na fieri, tunajisikia tuko aleze mu paradiso tukiona watoto wetu wazalendo wako mwingine ndio wanatuongoza. Lakini kisemekana ya kwamba tunakuwa tena na uoga ya kuangalia watoto wetu wanapita tunakimbia, haitafurahisha na haitatupatia resistance. Tujelekeze kule Misisi, sekta ya Nganja. Ni kwamba hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha kutokana na milio ya risasi iliyosikika kati ya makundi ya wazalendo siku ya 3 ya wiki tunayo sekta ya Nganja tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia eneo hilo yanalaani vikali kitendo hicho. Ripoti ya mwenzetu Bokor Tantine Aldamaya angazia zaidi. Ndio mwenzangu Omari Makelele Uzile, kijiji cha Misisi na vitongoji vyake, hali inakuwa ya heka kila mara ambako chanzo kinatokana na mvutano kati ya baadhi ya wazalendo wa SNPCC dhidi ya baadhi pia ya wazalendo wa Biloze Bishambuke. Dunia Floribert Doms ni mratibu wa shirika jipya la raia sekta ya Nganja, ametoa picha ya hali ya sasa. Misisi situation mpaka sasa iko a moitié sous contrôle nisikia milio ya risasi ililia asubuhi mpaka saa mchana alo kazimika. Elimatu leo mwingine ililamuka vibaya sana kulingana na quelques messages kutoka kwa responsable ya bandugu yetu wa Fuliru incite donc ba mambo ya mafamilia kusema no basi milango ya makazi basi tumike mpaka pale amani itapatikana. Mezosi tulikuwa aussi ku remarque kitu kimoja kile ambacho waliweza kulalamika, ile ambayo ilikuwa declaration yao ya miongoni ya watu ambao ni raia wa kabila ya Kifuleu kushikwa na askari jeshi sous prétexte ni wa Fuleu. Ile kitu kama tuliweza kuiremarke na ndio ile ambayo tuliweza kushinda ndani, tuko na pambania baada ya kufanya mazungumzo mbalimbali, na huku tunasubiria tu sasa ile delegation ambayo kwa tunaingoja leo ndio imefika, lakini hatujasikia kama inasema nini. Masasi inapolia vema iko na alia katikati tu ya kundi la Biloze Bishambuke pamoja na wazalendo wa SNPCC ya mzee Uliama ya Kutume. Nafikiri wakati tulipofanya mahojiano ya jana tulionyesha kwamba milio ya risasi tulisikia katika kijiji, ilikuwa inalia ndani kabisa aux environs ya kijiji, lakini ilifika muda ambao ya leo nilianza kuisikia mbali sana, kwa umbali sijui niweze kuleta estimation gani paske ililia katika milima inayo surplombe kijiji cha Misisi. Donc tulisikia, unajua risasi, mlio wa risasi sio kama mlio wa ngoma. Risasi inapolia hata kwa umbali zaidi, watu wanaopatikana maeneo
maeneo ya huku chini tunaisikia kabisa kama vile inalia kwa ukaribu sana. Ndio ile tu iliweza kuleta aussi ile paralizi ya quelques activités mu niveau ya mjini. Watu walisikia uoga, wamoja hawakulema soko, wengine hawakufungua milango, wengine vile vile hawakuweza kufanya aktiviti ambazo zinakuwa zinafanyika huko Tujia. Upande wake msemaji wa FABB ya Kikamanda Ngoma Zito ameonyesha pia kuwa mzozo huo sio kati ya FABB dhidi ya SNPCC bali ni baadhi ya wazalendo wa makundi hayo mawili wanaotaka kutafuta maslahi yao wenyewe. Engineer na Mubamba Strategy anaeleza yafuatayo. Hata tuseme kwamba mzozo ulianzishwa kati ya wanajeshi fulani wa FABB na wale SNPCC katika hali ya kupigania maslahi yao, lakini kwa sasa mzozo unaonekana unaanza kuonyesha sura nyingine, kwani kwa sasa Misisi kuna baadhi ya wa vijana wa Urusi wa Wafuliru ambao wanakabiliwa na hali hii, wanaendelea kunyanyaswa na kushikwa kiolela na baadhi ya wanajeshi wa NPCC, jambo ambalo tunaendelea kulilaumu kwa sababu tunapatikana Misisi, na hapo kwenye nyanja za juu za kijiji cha Itali kuna manyumba ambazo ziliweza kuunguzwa na baadhi ya wanajeshi wa NPCC wakidai kwamba eneo hilo halijakaliwa na Wafuliru. Bwana mtangazaji, acha tuseme kwanza kwamba katiba ya nchi inasema kwamba kila mkongomani ana haki ya kukaa fasi ambapo anahitaji, sheria za nchi na sheria za mahali ambapo anakaa. Vikao vimefanyika na wito wetu sisi ambao tunapatikana miongoni mwa kamati hiyo, tunaomba amani kati ya Wafuliru na Wabembe, amani kati ya SNPCC na FABB, kwa sababu bwana mtangazaji, Misisi hakuna adui. Adui anapatikana Minembwe, anapatikana Rugezi, anapatikana Katogota, anapatikana Mikenge na pia huko kwenye maeneo ya Irumba, lakini hapa Misisi hakuna adui na hakuna vita kati ya Mfuliru na Mbembe, na ni vita kati ya watu fulani ambao wanapigania maslahi yao bali hawapiganii maslahi ya raia. Hata hivyo, shirika jipya la raia kupitia mratibu wake Dunia Floribert Doms amekemea watu wa nia mbaya wanaotaka kugeuza mzozo huo kuwa wa ukabila. Na pia analizi ambazo tumezifanya mwanzoni ilikuwa kwa sababu ya vizuizi, lakini kadiri ya jinsi ya mambo yalivyoendelea tulikuja kugundua kwamba kunakuwa incomprehension na ile ambao tunaita insubordination kwa kila mtu anataka awe kiongozi au kamanda, na hakuna ambaye anakubali kuongozwa na mwingine. Hiyo tu ndio inafanya kuwa sasa la base ya continuite ya hiyo mlio ya risasi kushikilika. Lakini kama ingekuwa kwamba unakuwa ile respect ya hierarchy, nani ndio anaongozwa na fulani na fulani akisema, kama vile ilivyo discipline katika vitabu au sheria za kijeshi kabisa, kama usalama uliweza kuonekana toka ile siku ya Mungu na mpaka kuendelea hivi, kama hatungeweza kusikia tena mlio wa risasi. Wamoja wanasema kwamba huo mzozo unakuwa na connotation tribale kati ya Wabembe na Wafuliru. Hiyo picha hamuioni kule Misisi? Na hicho ndio kitu ambacho tunakipiga marufuku, kutoa ile connotation tribale ya échange de balles entre des groupes armés, batu benye bako na meme jina ya uzalendo. Ile connotation tribale tunataka kuitoa paske tunapaswa kuelewa kwamba mtu anaweza kuwa Mbembe, mtu anaweza kuwa Mfuliru, lakini anakuwa anahusika kwa hali moja au nyingine katika uzalendo au katika mambo ya kijeshi. Na wakati kunakuwa échange de balles entre groupe mbili, kunakuwa aussi zile tendance za kuwa na tafuta ki était le déserteur pendant que tulikuwa tungali, na wakati tunamuona déserteur tunapaswa kumkamata. Na watu wasiende na tapakanya hizo habari za makonotation tribal, parce sifa ya wale ambao tunawaita ni raia, sifa ya wale ambao tunaita ni wafanyabiashara, wengi walianza kuwa wajeshi wa wazalendo kwa kundi moja au kundi nyingine. Sasa kama wajeshi wanakamata aliyekuwa mwenzao jeshi, wao usione ile sura tu ya kusema ni Mfuliru au ni Mbembe. Sisi tunapinga sana na tunalaani huo usebali entre Wabembe wa Wafuliru. Tunasema kwamba wanaopigana ni washikasilaha wa kundi mbili, na
hiyo lazima iweze kuisha kwa upande wao, raia abaki raia na mwanajeshi abaki mwanajeshi. Wakati hayo yakijiri, msemaji wa FABB ameongeza kuwa huo sio wakati wa wazalendo kupigana wao kwa wao, hivyo ametoa mwito kwa wazalendo anayependa vita kwenda Rugezi na sio Misisi. Engineer na Mubamba Stratege amerejea mara tena. Sisi tunajiimplike totalma kwa sababu tumetoka Uvira, makao makuu ya jimbo la Kivu ya Kusini, na kwa sasa tunapatikana Misisi baada ya kuendesha kikao kikubwa kilichowaitisha viongozi wa kiasili, wazee wa kijiji cha Misisi, makundi yote yanayoshikilia silaha, mashirika za kiraia hapo kwenye maeneo ya Lulimba. Na kwa sasa tunapatikana Misisi. Kusudi letu ni kwamba kuweza kuwahimiza na pia kuwashurutisha wale ambao wanadhani kwamba ni wakati wa watu kupigana juu ya makamba hapa, kuambia kwamba muda huo umepita na ni wakati wa kupigania nchi. Na yote ambaye ana nia ya kupigana, Rugezi iko wazi, na Tolonge iko wazi, Katogota iko wazi, Mikenge. Suluhisho itapatikana kwa sababu sisi sote tunashirikiana, sisi sote tunashikana mkono kwa mkono, sisi sote tuko imara na suluhisho itapatikana. Na laani tu vitendo ambavyo vinaendeshwa dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hicho kitendo kwa kweli kitendo ambacho kinapaswa adhibiwa. Kamanda yoyote, iwe wa CNPSC, iwe wa FABB, ambaye anahusika katika hali ya ukiukwaji wa haki ya kibinadamu, kunyanyasa raia, kuwatishia kuwaua, kunyang'anya vitu vya raia, ataripoti kwenye sheria, kwa sababu nia yetu haikufanya vitendo hivyo. Tuna kusudi moja ambalo ni tuma tuweze kushika silaha, ni kupigana na yeyote ambaye anainuka dhidi ya kutaka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kuwa vikao mbalimbali vya kutafuta amani juu ya mzozo huo vinaendelea kufanyika, ambako bado kuzaa matunda. Msikilizaji, kipenga kimelia. Ni muda sasa kuanza kusikiliza habari za michezo naye mwenzangu Sudi Wasudi Valentin. Asante sana kabisa mwenzangu Mari Makelele Uzile. Leo kunako kurasa wa habari za michezo, tuanze na hizo habari za hapa katika mji wa Baraka, ambako uongozi unaosimamia soka ndani ya mji wa Baraka, yani Cercle Football de Baraka, ambaye anaongozwa naye mwenyekiti Clovis Songolo Matete, imesema inaendelea kusubiria zile klabu ambazo zikuweza kufanya vikao vya kawaida msimu uliopita, ili waweze kutoa kalendari kwa klabu hizo, ili waweze kufanya vikao vya kawaida ambavyo vitaweza kuwaruhusu kuweza kushiriki kuna michuano ya ligi ya nyumbani msimu 2025-2026. Clovis Songolo Matete anaeleza yafuatayo kuna kwa mikrofoni za Radio ya Kijamii Kivu. Ndio ndugu mtangazaji, nadhani tuliwahi kutanana kama ilikuwa tarehe 23, niliita klabu zote zile ambazo hazikuweza kushiriki kwenye championnat local ya saison sportive 2024-2025. Aussi bakasema ke no, si tunaenda kutanana kwa na maklub, tutakupa programme. Ndio hivi niko nasubiria programme zao, bakizitoa alafu tuna balancer programme ya assemblée générale ordinaire. Ndugu mtangazaji, ujumbe ni kwamba kila mara wanasema niko hapa, mimi ni kiongozi, mimi ni kiongozi wa klabu zote zile za Baraka, na niko hapa tufanye contre reforme ya kabumbu. Kama tulikuwa mu crise sportive mwiyo mwaka ambao inapita, mula wangu mimi sipendi vitu viharibiki. Niko hapa juu ya kutengeneza, na sitotengeneza peke yangu, ni lazima tushikamane sisi wote, na tukishikamana na hakika kila kitu kitaenda sawa. Na kwingineko ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha kuwa draw ya upangwaji wa makundi ya ligi ya mabingwa na ile ya kombe la shirikisho hapa katika bara la Afrika msimu 2025-2026 itafanyika tarehe 3 Novemba mwaka 2025 katika jiji la Johannesburg katika nchi ya Afrika ya Kusini. Tanzania inawakilisha timu takriban 4 kwa mashindano hayo, huku klabu za Simba Sport pamoja na Yanga Africans ziko kwenye michuano ya klabu bingwa hapa katika bara la Afrika. Klabu ya Azam FC pamoja na Singira FC zikishiriki kwa michuano ya kombe la shirikisho msimu 2025-2026. Vigogo huko nchini Hispania ambao ni klabu ya FC Barcelona wanaongeza mbio za kumsaka mshambuliaji wa klabu ya Marseille na timu ya taifa ya Uingereza Mason Greenwood, ingawa klabu ya Tottenham pamoja na klabu ya West Ham pia wakimtaka mchezaji mwenye umri wa miaka 24. Klabu ya Manchester United na klabu ya Newcastle
wanamfuatilia kwa karibu kiungo wakati wa timu ya taifa ya Uingereza Ederson, huko klabu ya Nottingham Forest wakidai ada ya kati ya mchezaji huyo ni euro milioni 100 au 120 kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22. Mchezaji wa klabu ya Borussia Dortmund Jude Bellingham hana nia kujiunga na klabu ya Manchester United msimu ujao, ambayo inakuwa ikifikiria uwezekano wa kumnunua kiungo huyo wakati wa klabu ya Borussia Dortmund na timu ya taifa ya Uingereza mwenye umri wa miaka 20. Na mwishowe ni kwamba klabu ya West Ham wamemfanya mlinzi wa klabu ya Lille na timu ya taifa ya Brazil ya Alexis Sandro kuwa kipaumbele chao katika dirisha la mwisho la mwezi Januari, huko mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 akiwa na thamani ya euro milioni 26. Naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo. Mwenzangu Omar Makelele Hussein. Asante sana Sudi wa Sudi Valentin kwa kurasa wa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika Moja wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujelekeze kule Kilembwe. Ni kwamba mkuu wa sekta ya Lulenge Bakilembwe Zawadi ya Bandelo Abambe ametaja kuwa na matumaini ya kupata amani ndani ya sekta yake baada ya kikao kisicho cha kawaida cha usalama alichoitisha siku ya pili ya wiki hii. Hivyo ameomba kwa kila kundi kuheshimu mapatano yao. Udhibitisho huo ameutoa alipokuwa akihojiwa na Radio Kivu toka Kilembwe. Zawadi ya Bandelo Abambe ameanza kutoa taswira ya mkutano huo. Ni kweli tariki 28 za mwezi wa 10 mwaka tunao, kisha mafrontema kubwa zenye zilifanyika hapa msekta ya Lulenge, nimeorganize kikao kikubwa ambayo kilikusanya wa chef de groupement wote, ilikusanya wa chef de village Ami Moitié, ilikusanya komanda regiment wa 2204, ilikusanya ma groupe armé locaux za wazalendo wote sababu ya kutafuta amani, wa mama na wa vijana. Kwa kweli tumeongelea pointi moja kubwa, namna ya kurejesha amani katika sekta ya Lulenge, hasa zaidi kwa vita ambavyo vilipita benye bilibeba connotation mbaya kwamba ni vita ya Wabuyu na Wabembe. Na hiyo ndiyo maana tulikutana na zile makushe zote, ikiwemo makominote toutes confondues za sekteri ya Lulenge, Wabuyu, Wabembe, wa Nyindu na kadhalika. Tumepata piste de solution kisha kufanya maéchange parce que tulifanya ma commission, kisha kufanya ma reception ya ma recommandation ya ma commission. Tumepata kwamba watoto wetu d'abord parce que tulifanya commission si commission ine, commission ya wazalendo, commission ya wamama, commission ya Bami na komisio ya mapastori pamoja na societe civile. Kwa kweli nina moyo wa furaha sana. Acha nikuambia kwamba furaha yangu ni kuona population yangu ya Lulenge imebaki chini na kweli kukubali kwamba hatuna umuhimu wa vita ya ukabila. Na leo tumekubaliana na kuhakikisha kweli kweli wazalendo wote wanakuwa pamoja. Watu wote wenye walikimbia wamekwisha anza kurejea. Ni sura moja kubwa yenye mimi kiongozi wa sekta. Mwishowe namba moja huyo wa sekta ya Lulenge amepongeza kila leader aliyeshiriki kwa mbali au kwa karibu juu ya kupata amani pa Kilembwe. Zawadi ya Bandelo Abambe amerejea mara tena. Nimesema shukurani kwa watoto wetu, shukurani kwa kila mmoja ambaye alichangia mawazo yake kwa kudumisha amani hapa. Aloro, kwa kuona kwamba chanzo ilikuwa ni bariere, tumekubaliana kwamba bariere mu sekta ya Lulenge zitakuwa gisi zilikuwa, me inabidi sababu walifia hesabu ya pesa, inabidi wapunguze kuwa wanadai kwa kila mpitaji pesa zenye zinapanda sana. Hiyo ni marekomandasyon yenye Conseil de Sécurité élargi imewarekomande na wao pia wamekubali kwamba wataishikilia. Ni kuambie ya kwamba sura ya leo katika mji mkuu wa Lulenge hapa Kilembwe, wafanyabiashara wamekwisha kuanza
Inatumaini kwamba kesho hata masomo zitafunguliwa, sababu watu tayari wanaanza kurejea. Yenye walikuwa wanangoya ni kuona nitawaambia nini hasa zaidi kisha hiyo kikao. Nitakuhakikishia ya kwamba ni Mungu alisaidia, paske sisi wanadamu hatuna chochote tunaweza fanya pasipo Mungu mwenyewe. Na washika masilaha wote walifanya en engagement kwa kuona kwamba hiyo bitu wasirudilie tena, na sisi pia watawala itatusaidia kwa tunafanya suivi mu Conseil de Sécurité. Wamefanya engagement ya kwamba hawatarudilia tena vitu kama na hivi, na ile ndio inanirasire usi kuambia raia yangu kwamba warudie na activite ziendelee kama kawaida. Ninashukuru sana, ni kualika kila mkaaji tena mwenye angali kando kando wala porini kwamba tumekwisha kupata suluhisho ya amani na wote tayari warejee, activite ziendelee kama kawaida. Kunaweza kuwa wapasaje wawe huru kupita, kunaweza kuwa mfanyabiashara aendelee kuifanya bila tatizo, kwa kuwa na woga ya kwamba benye bilipita jana labda binaweza kurudilia. Tumeweka vraiment nukta na kukubaliana kwa ile kwamba amani irejee katika sekta ya Lulenge. Tujielekeze huko katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba shughuli za kuanza kuorozesha vizuizi bandia vilivyowekwa nao wazalendo katika kona mbalimbali za tarafa ya Uvira zimeanzishwa wiki tunayo. Andre Biadunia Mashaka amepongeza hatua hiyo ambayo itafanya raia wapumue zidi ya tozo za kupindukia tarafani humo. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Andre Biadunia aliyeshiriki katika msafara huo ameonyesha hapa ni hatua gani wameifanya kwa mara hii ya kwanza. Kama gisi inajulikana ni kwamba kutoka Uvira mpaka gisi utafika Luvungi hapo kulini de front kuna kwa mabariere mingi sana, lakini pia njia kutoka Luvungi kwenda Lubarika inakuwa na mabariere nyingine mingi. Kutoka usi Bwegera upande wa Lemera nako kunakuwa ingine mabarere ya mingi. Na ilikuwa vendredi ya semaine passée kulikuwa reunion ya coordination ya wazalendo ambayo inasimamiwa na mzee ya Kutumba, na wakadeside kwamba waniite kwenye hiyo reunion. Tukaenda tukafanya commission kisha kuona kwamba watu wanasumbuka mwa ile njia, et surtout siku ya soko, notamment mercredi soko ya Luvungi, dimanche soko ya Lubarika na lundi soko ya Rubanga. Mwele reunion il faudrait tufanye commission ambayo itaenda inaangalia mabarere na kuzidentifie na kufanya etape ya kwanza ya kusensibiliser bale ba seigneur de guerre ba generaux autoproclamés ya wazalendo benye biko na mabarere kwa RN5. Na tukaenda kumwona komanda secteur akapana accord ya favorable yake kwamba tuifanye ile mission, na jana mardi tumeifanya. Tukaenda tulifika mpaka Lubarika, tulipanda ile milima yote, tulidentifie une quarantaine de barrières, yani barriere 14 karibuni na 5 na 6 hivi. Na kisha kuidentifie zile mabariere kwa zingine zenye walisikia tutakuye bakakutania banatoa mapema. Mungu asifiwe kwa sababu kote ambako tulipita waseigneur de guerre ambao tuliwaona wote walionyesha kwamba antuka kuna kuwa irresponsabilité de leur part, na wakasema kwamba wako tayari kutoa ile mabariere. Hata hivyo, Andre Biadunia Mashaka amesema kufikisha ripoti kwenye uongozi wa kijeshi ili kuanzisha hatua ya pili. Walikuwa wanaonyesha kwamba mwenyeko na moya anaweza iacha kwanza. Tukasema sisi tutafanya rapport kwa komanda secteur kuangalia opportunité ya kusema kwamba hiyo barriere bakie. Séance tenante, Nyerere alikuwa na barriere, General Nyerere autoproclamé alikuwa na barriere 6, akatoa 2 directement, barriere ya Kasambura na barriere ya Mikamba pale Runingu. Aussi tukafika Luberizi kwenye kuna kwa General Mupara akatoa 2, moja ya pale Bwegera na nyingine ya Kitemesho, zile zikatoka. Na tukaacha tunawaambia kwamba barriere haina shida, inaweza kubakia mezi sikwe barriere za kulipisha. Mekonesa namna gani wasoda wanatumikaka, wazalendo wanatumikaka, hauwezi kuona mtu apite kisha ushindwe kumlomba pesa. Alors sisi ni etape ya kwanza, hatuna assurance kwamba hawatalipisha kwa sababu jeshi ni jeshi. Mtu ambaye anashikilia silaha akikuwa kubarabara anapaswa tu kulipisha pesa. Lakini sisi ile ni etape ya kwanza ambayo tumeifanya ya kuwasensibiliser, kuwaonesha kwamba umaana
wao kuwa kati yetu ni kwamba wamekuja kututetea, hawakuja kutunyanyasa, na kuonesha kwamba upande ambako M23 inakuwa wale wavamizi hakuna ile vizuizi. Kwa nini sasa upande wa gouvernement kutakuwa vizuizi vya mingi? Alors wametuelewa, tunangoja etape tu observer parce que kutakuwa création ya commission ambayo itakuwa inafanya suivi régulier ya kujua die wamekubali kutoa mabariere, hawalipishi au namna gani. Kuna mafasa ambazo tuwezi acha bila bariere, notamment Nywema, Nyamunindi, Rushima, hatuwezi kuacha ile maeneo bila mabariere juu ya kucheke na kuangalia mambo mengine. Ça veut dire tunajifelicite kwa kazi ambayo imefanyika, ni etape tumeifanya, lakini nyingine itafuata ya kufuatilia na kujua kwamba wamekubali au hawakukubali. Ofiri ya mesure tutakuwa tuko tunawaambia hiyo kitu. Donc ilikuwa mission organisée par le VDP, mais ikapata accord ya commandant secteur opérationnel Sukola de Sud Kivu, na ndio wakaniincorporer mu equipe comme licho ya raia kwa kwenda kufuatilia nini iko inafanyika ku terrain. Tulirudia jana mpaka 20h ndio tumefika kuma nyumba yetu hapa muvile ya Uvira. Tumalizia uchambuzi wetu wa habari na habari za kimataifa. Kule Tanzania ni kwamba raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamepiga kura Jumatano hii ya tarehe 29 Oktoba 2025 wakichagua rais, wa bunge na madiwani, huku mashirika ya haki Afrika Mashariki yakipinga uhuru na haki kwenye uchaguzi huo. Mengi zaidi naye Izake Mulucha Ashibe ndani ya studio. Ndiyo mwenzangu Omari Makelele Ozile. Majirani zetu wa upande wa pili wa ziwa Tanganyika wa Tanzania wameendesha zoezi la upigaji kura katika hali ambayo haikuridhisha baadhi ya raia, hususan wapinzani. Mashirika kadhaa ya kutetea haki za kibinadamu na demokrasia zimemkashifu rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa kuendesha uchaguzi bila upinzani wa kueleweka. Omari Makelele, chama kikuu cha upinzani huko Tanzania ambacho ni Chadema akikushiriki uchaguzi huo, hivyo ni baada ya kampeni ya kuomba mageuzi ya katiba iliyobeba kauli mbiu no reform no election, ikimaanisha bila mageuzi hakutakuwa na uchaguzi. Kampeni hiyo iliongozwa na mkurugenzi wa chama hicho Tundu Lissu ambaye yuko gerezani kwa sasa kwa zaidi ya miezi 4 kwa kosa la uhaini. Uchaguzi wa leo au kupita kwenye hali ya usalama sana, kwa vile baadhi ya vijana waliandamana kwa kupinga uchaguzi huu wakishutumu mama yao, yani Rais Samia Suluhu Hassan, kuendesha nchi kibepari. Matokeo ya uchaguzi huu yanasubiriwa katika masaa 72 yajayo. Asante sana Izake Mluche Ashibe kwa habari zako hizo za kimataifa. Najua kuwa mambo yatakuwa vizuri muda si mrefu katika nchi ya Tanzania. Ni kupitia habari hiyo ya kimataifa ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Msomaji alikuwa Omari Makelele Ozile, Merci Mbele Chipama alikuwa kunako dawati la mitambo. Asante na kwaheri.